Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh almustami'in alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji wangu watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وخلق الجن من مارج من نار ولن نشرك بربنا أحدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu ya marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle popote mnaponisikia duniani, na wakaribisha tena usiku wa leo tukiwa katika kipindi chetu tukipendacho cha Sauti ya Mzimle. Vile vile tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa hai na wazima baada ya kutoka katika kile kipindi tulichokuwa nacho cha mtana, na sasa tumerudi tena katika kipindi chetu cha usiku ili tupate elimu ya faida isiyojulikana na vitu vingi vya watu duniani. Nasema namna hiyo kwa sababu kila ambacho kitazungumzwa mahala kwenye elimu hii ni kitu ambacho vitu vingi duniani havina ufahamu. Yani namaanisha havielewi siri za marohani, na vile vile kuna upotofu wa watu wanaomsingizia Mungu, wasingizia mitume wa Mungu, na vile vile wamfika paka kumsingizia na rohani katika misingi isiyokuwa yenye nini, imani. Sasa hawa viumbe ambao hawana imani, hawa ni ulaika hum sharul baria. Hawa ni viumbe wa ovu kama Qur'ani ilivyosema. Uovu wao ni nini? Uovu wao watokana na ile aya ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu amesema katika surati Rahmani, tena akirudia rudia, fabi ayi a'la'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema ya Mola wako ikadhibisha kuwa si neema yake? Yani katika mambo mazuri aliyotengeza Mwenyezi Mungu ya wazi na ya siri, ikiwemo rohani ni jambo la siri. Wewe kwa nini katika mambo ya Mwenyezi Mungu wewe una nini? Una ikdhabu. Yani wewe wakataa, asikatae muumba kwa kusema kuwa wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun. Sisi marohani majini wema tuko wema, na kuna majini mashetani ambao ni washetani, ni waovu. Sasa litukua hili neno la kwanza, wa anna minna almuslimun, sisi miongoni mwetu kuna pote au kuna kundi, sisi ni Waislamu, au sisi ni watu wa nani? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tuingia katika ile aya tena, Mwenyezi Mungu asema sikuwaumba wanadamu na majini ila waniabudu. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu anathibitisha kunayo ibada ya mwanadamu na kunayo ibada ya jini mwema ambaye ni muslimun, kwa nini wewe kitu chako kiovu au kibaya chakataa? Na kwa nini wewe uwe ni mtu ambaye mpaka ulimwengu huu uhusishwe zaidi na fitna zako? Yani wewe wasoma vitabu, watoa maelezo, lakini yako mwenyewe si ya Mungu. Kisha wamsingizia nani? Wamsingizia Mwenyezi Mungu urongo wako. Khalaqa Allahu al-khalqa
Mwenyezi Mungu aliumba. Katika uumbaji wake ni viumbe alivyoviumba. Famin, miongoni mwa hivyo viumbe akavifanya al-ghaib, visiwe venye kuonekana na visiwe venye kuwa na uwazi, au ni vya kuonekana na vile vile vya kujifita kutoonekana. Mja wewe ukatae kwa sababu wewe huyaoni, huwa wewe hukuhusika katika maneno haya, kwa wewe ni kadhabu. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, wewe hujawa kadhabu hivi. Sasa unaona viumbe ambao si majini, hawaonekani, lakini Mwenyezi Mungu ansema kwenye Qur'ani kwa alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi. Angalia maneno ya Mwenyezi Mungu yalivyo wazi. Mwenyezi Mungu ameumba watu, yani viumbe visivyoonekana. Famanhum, hawa wasionekana nani? Nijibu swali langu, msikilizaji wa sauti hii ya Mzimle, popote ulipo duniani. Hapa kuna malaika, kuna majini, na vile vile kuna nani? Kuna viumbe ambavyo mpaka hadi wa leo vyatembea katika dunia na havionekani angani tena. Usije ukaona hii space baina ya mbingu na ardhi waiona iko nyeupe, haina kitu, ina mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau taalamuna ma a'lam, lau mungekuwa mwayajua ninayojua mimi, yani ninayaona mimi, mungekuwa mwayaona yale ninayaona mimi, wallahi mungeteka kidogo mkalia sana. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe kuna mambo hapa juu ya uso wetu yasiru fil hawa, yana miendeko au yatembea katika hii space, na sisi hatuyaoni bwana. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu atuwekea hijabu, anatuwekea pazia, hatuoni. Narudia kwa kusema, unapopeleka macho yako juu mbinguni, wewe waona blue sky, wenyewe wazungu wasema sky, waiona ile blue. Kwa mujibu wa mimi na wewe, waona pale ndio mwisho, sio? Pale si mwisho, mbingu haionekani. Pale ni mwisho wa nadhar al-baswar. Ile blue unaiona ni mwisho wa jicho lako kuona, ni mwisho wa jicho lako kuona, lakini mbingu iko mbali sana, haionekani. Sasa wewe utadanganyika useme angalia juu mbinguni, mbingu yenyewe haionekani. Je, wewe utakubali kama mbingu iko? Ukiwa na imani dhoofu na dhaifu, waweza ukasema hivi, madamu sioni hakuna mbingu. Kisha ukikadhibisha na kitabu cha Mungu ambacho mara kwa mara chasema, wasamaa banainaha, na mbingu tumeitengeza. Sasa Mwenyezi Mungu amemrongo wewe mkweli, dhidi ya kuwa neno liko chenye kuonekana hakiko. Na je, kama chenye kuonekana hakiko, afahaku, yani ni usawa wewe antukadhiba, kusema hakuna? Unaushirika na Mola muumba wewe, kwa mwenyewe ajua idadi alivyoviumba na akavitaja, alafu wewe wasema hakuna. Ukija kwenye vitabu vyake Mwenyezi Mungu, vitu hivi vimetajwa. Ukija katika hadithi za Bwana Mtume, vimetajwa. Na ukija pia katika matokeo ya maisha, watu wameyaona. Wewe ndio huoni, wenzako waona majini, wenzako wakaa nao, wenzako wawatuma. Kila saa nasema kuwa wewe kwa kutobahatika kwako hukupata bahati, wenye bahati zao wawakadhibishani. Wewe hujamuona jini, aliyemuona
akisema mimi ninamuona, kwa nini wewe mwambie wadanganya? Hakuna jini, jini haonekani. Kwa nini wewe uwekedhebu majini wako, mashetani wako? Maneno ya Mungu mara kwa mara ndani ya Qur'an. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, darasa yangu ya mchana ilikuwa yazungumzia masala yanayosema kuwa kuna majini marohani na kuna majini mashetani. Hawafanani, ni tofauti. Hili kundi mbali, hili kundi mbali. Kama vile kuna binadamu wema na kuna binadamu waovu. Hawa binadamu wema hawakai na waovu, na waovu hawakai na wema. Kama vile askari na jambazi. Askari ampewa bunduki amlinde raia, jambazi atumia bunduki kumnyang'anya raia chake. Kwa hivyo wakipatana, ni mmoja amfanye nini? Askari amtetee raia kwa kumuua jambazi, au jambazi amuue askari kwa kujitetea yeye apate kupora. Hasa hapa kuna mwema na kuna muovu. Huwezi sema wote sawa, huwezi sema. Kwa hivyo wanadamu wote si sawa. Kuna wema na waovu. Majini wote si sawa. Kuna majini wema marohani na kuna majini waovu mashetani. Tena wale majini wema wafanya ibada kweli kweli. Na wale mashetani, majini mashetani, ni yale loeleza mtana wanaoyafanya mabaya kweli kweli. Lakini tulizungumza mambo kadhaa ambayo ni alama za anazozifanya au mambo anayofanya jini shetani, tukafika jambo la 16. Twende jambo la 17 analolifanya jini shetani, ili ujue tofauti ya jini rohani na jini shetani. Kipenzi changu sasa cha sauti hii ya Mzimle, jengine baya analolifanya jini shetani ni kumfanya mwanamke akawa na tabia za kimsago. Ni kumfanya mwanamke akawa na tabia za kimsago. Yani humbadilisha umbile mwanamke, badala ya kutaka mwanamume akamtaka mwanamke mwenzake. Hii tabia iko. Wengi katika watu wameingia katika tabia chafu kama hii. Tena wengine watu wazima. Utaona mwanamke badala atafute mume amuoe au badala aolewe, yeye atafuta mwanamke mwenzake wafanye vitendo vya kiume na kike. Sasa yeye hana mwanamume, lakini ana mwanamke mwenzake. Mwanamke kama huyu atakuwa yofanya starehe za hisia na mwanamke mwenzake bila ya kuogopa Mungu, bila ya kuona haya kwa watu. Utaona ameshikana sana na mwanamke mwenzake, kila mara wako pamoja. Hata fisarirata, hata kitandani walala pamoja, kisha wafunika bilshiti moja, wakilala wajifunika mwili mzima wote wakiwa ndani ya bilshiti. Jambo ambalo Mtume alikataza. Mtume ansema kulala wanawake wawili wakajifunika bilshiti moja ni sahihi, ni usagaji. Wahesabiwa wanawake hao, watatu wao atakuwa shetani ambaye atawaambia, kwa nini mko peke yenu? Kuna kitendo kizuri nitawafundisha. Hapa ndio shetani anapopata faragha private yake. Madamu mko wawili chumbani, mumefunga milango na madirisha na mumelala kitanda kimoja, na kisha alafu mumejifunika beshiti moja na mwajua namna ya kulala. Kuna wengine walala wakivaa night dress nusu uchi mwili. Kuna wengine walala uchi kabisa, hanaambie uchi na uchi alafu mutizamane. Mwataka kusema hakutokuwa na ibilisi kati yake? Sasa wanawake wafikia mahali wafanya nini? Msagano. Mwanamke na mwanamke mwenzake, hataki mwanamume. Mwanamke kama huyu hata kija kiolewa, hata ukiona kitendo cha mume na mke kina raha, atakiona kitendo cha mwanamke na mwanamke ndio kina raha. Tunao watu mijini wako wajulikana kwa majina yao. Kwa yule tasikia kipita watasema msago yule. Haya, wana wimbo wao waimbiwa barabarani kwa majina yao ya sifa zao, msago yule. Wenyewe kuambiwa hivyo hata hawajali.
hata hawajali tena. Mmoja alisikia akiambiwa aswa barabarani na namjua, akamwambia yule mwenye kusema, utasema mchana we usiku utalala. Wallahi akamjibu maneno hayo, akamwimbia na nyimbo. Yani mchana niite msago, usiku utaniita wapi utakuwa kwa usingizi? Yani kwangu usifa. Haikuhusu we. Wako watu ambao biashara hii wameikea nini? Wameikea market. Iko kwenye nini? Uuzaji wa hali ya juu, waleta faida. Saa nyingine wamama watu wazima tafuta watoto wadogo wasichana wawaharibu kwa kuwapa mapesa, kwa kuwastarehesha, kuwanunulia vitu vya ghali, kuwapeleka matripu ya siri. Pale ndio mtoto anapopatikanwa, akaambiwa basi kuna kitendo nitakufundisha mwanangu, au wewe jirani yangu, au mtoto wa fulani. Wallahi kina raha kuliko kile ambacho utakuja kukitegemea baadaye cha kuolewa. Sasa kuna wasichana wengi hawaolewi. Kunao visichana vingi haviolewi kwa sababu ukiwaona hao watembea na watu wazima. Anajimama hilo jitu zima, tena huwa anajifita kwa nini? Kwa tabia ya kusema mwanangu. Na huja mzaa alikuwa mwanao lini? Sasa kwa kule neno la kujifita kwa mwanawe, watu waona labda ana mahaba yompenda. Kumbe vile vile yafanya nini? Yomfanyia love. Na kuna like kumpenda na kuna love kumwingilia. Haya maneno wazungu wanaweka kwa maana yao. Unayemwambia I love you, huwa wewe ushamwingilia kimoyo, kihisia, kimawazo ya ndoa na mengineo. Lakini I like, hiweza mwambia hata kurabu akipita, haimdhuru. Lakini hii love, utampata mwanamke amwambia mwanamke mwenzake I love you na I love you too, wajibizana. Leo utaona dhihaka, si dhihaka. Hawa watu wamefikia mahala wakajua hii I love you ina maana gani. Leo usielewa wewe, mambo waisikia tu. Watu wapeana I love you za mwanamume na mwanamke bwana. Kwa jana kitendo tulichofanya wallahi raha tupu. Huyo mwanamke amsifia mwanamke mwenzake, tendo la nini? La kusagana. Na ni dhambi mwanamke kumwambia mwanamke mwenzake I love you. Ni dhambi. Haipendezi. Vile vile ni dhambi mwanamke kufanya kitendo cha msagano. Na waanza vipi msagano? Msagano waanza, utakuta mwanamke amgusa mwanamke mwenzake, ampapasa, amlalia, sijui nini hii, amshikashika viungo, amtizama sehemu za siri. Huo ndio msagano sasa. Kikianza tete, Waswahili wakwambia ukianza tete moto, jua haumbali kubiringika. Ile tete ya moto si dharau, ndio itakoja fanya nini? Moto ukawa waunguza, ukawa moto mkubwa. Sasa ndio pale ambao ukiona tete zima, mwanamke mwenzako anza kukushikashika kidogo kidogo, kidhiaka wewe ulegeza, wewe wajiatia viungo, anza kutafanya tabia za kufanyia nini? Vitendo ambavyo wapaswa kufanyiwa na mumeo baadaye, au ikiwa unaye. Yeye ndo afanya nini? Avifanya nini? Majaribio. Sasa ukimwona mwanamke mwenzako ana tabia za kukurubia mwili kwa mwili, kukushika viungo, jua yaanza hayo. Yaanza hayo kaumu Luti. Ibilisi aliwaweza umatu wa Nabii Luti, hata wakaitwa kaumu Luti. Umati uliogharikishwa ukaadhibiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ushoga. Wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Na alifanya nini Ibilisi? Aliwatenganisha mji. Aliwaambia jamani, nyinyi mkikaa pamoja mtakufa. Mwenyezi Mungu anayekasiri ya mwanamume na mwanamke kukaa pamoja ni mauti, mtakufa mzikani. Mkitaka mauti yasiwapate, kaishini kila mtu kivyake. Maume wakae kando, wake kando, hamtokufa. Na umata Nabii Luti ukawakubali haya. Ukajitenga, ukasema hebu tujaribuni hili jaribio. Wanaume wakajenga mji wao, wanawake mji wao, wakakaa mbali mbali. Zikapita siku na miaka. Wewe wajua Mwenyezi Mungu anaomba kitu chaitwa hisia, matamanio. Sasa yakaja yale matamanio. Yalipokuja yakakuta hapa kwa mwanamume kuna mwanamume mwenzake. Kule kwa mwanamke nako kuna mwanamke mwenzake.
mbea mbili zintenganishwa, hakuna mwanamume na mwanamke tena. Sasa ilikuwa mwanamume na mwanamume na mwanamke na mwanamke. Walipokuwa hisia zimwazidi, Ibilisi akawaambia, sasa mtajisaidia vipi? Mtajisaidia vipi hapa mlipo? Kwa sababu kuna mpaka wa kutokwenda kwa wanawake na nyinyi wanawake kutokwenda kwa wanaume. Akamwambia hapa la kujisaidia ni tusaidiane sisi kwa sisi. Yaani jisaidieni wenyewe. Maana ya kujisaidia wenyewe kwa wenyewe, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume, wafanye nini? Matendo ya kindoa au matendo ya kihisia wakiwa wao jinsia moja. Angalia hatari hii. Umati wa Nabii Lut ukaangamia bwana. Paka mkewe Nabii Lut akaangamia. Pia yeye alikuwa miongoni mwa ile kundi la kufanya mambo hayo. Hata mumewe alipokuwa tangaza dini, akisema mtana, ayasemao jioni yeye apotosha. Watu wamwendea bwana. Kweli mumeo ni mtume, asema maneno ya kweli ya Mungu. Wallahi wasema mimi sikuweko akipoa utume. Nyumbani amwambia mume wake, mtume wa Mungu we. Huku watu washamfuata na kumwamini baadhi yao, awaambia mimi sikumuona akipoa utume. Watu wasema basi mrongo. Sasa kama unajua jambo lolote laanza nyumbani. Kama ingekuwa ni mtume, basi mke wake angekuwa kwanza kumuona akipewa utume. Maana Jibrili, huyo malaika mwenye kutoa utume yuwatoa nini? Utume ndani ya nyumba za watu. Angepewa mbele ya mkewe. Sasa mkewe hana habari hizi. Huyu si atuteza shere. Huyu ataka makubwa, uchamwelewa sisi. Tuachane naye. Na Nabii Lut alipiga kelele, akawaambia jamani, muyafanyao si mazuri. Muyafanyao ni mabaya na mtaangamizwa. Wakasema tukiangamizwa tutakuwa tunaangamizwa sisi wala si wewe. Haitoshi, mtoto wake mwenyewe alimkadhibisha. Chaelewa? Sasa utaona mambo mengine wale yasikitisha sana. Hii jamii imefuata umati wa Lut. Imefuata umati wa Nabii Lut. Wajua kama mke wa Nabii Lut adhabu yake alifanywa nini we duniani? Mwenyezi Mungu alimgeuza jiwe. Alipewa adabu ambayo hajapewa kiumbe yoyote. Watu waenda liangalia jiwe lake wakimwona historia yake katika uso wake. Aligeuzwa jiwe kwa laana ya Mwenyezi Mungu, kwa yeye pia alishiriki katika vitendo vya ukaumu Luti na kunini kumkadhibisha mume wake na kuharibu watu. Shetani huyo. Huyo ndio shetani. Shetani si rohani bwana. Rohani haamrishi mambo machafu hayo. Rohani atia wasiwasi. Kama wewe una rohani, mwanamke mwenzako akianza kukupapasa, utasikia mwili wako wawashwa. Wasikia dhiki, wasikia wasiwasi, wasikia umpige. Jua rohani wako hataki mambo hayo ya kishoga. Ujue rohani wako yakataa tabia za nini za msagano. Na waeza, mimi nawajua watu ambao waliteta na wanawake wenzao, sababu asema, maana mimi nawapatanisha, pataneni kwani kuna nini mteta? Yule mwanamke anaambia mimi natetana kwa sababu alikuwa ananianzia tabia za msagano. Alianza kunishika hapa, kisha kanishika huku, kisha kanishika hivi. Alafu na mwana sasa aniletea nini? Mdomo tufanyane kitendo cha kiume na kike. Alifika mpaka kufikia mdomo wake kugusa mdomo wangu, aona labda mimi nitakubaliana naye kitendo chake kitakacho. Sasa alistaajabisha mwanamke mwenzangu asitafute mwanamume. Hapa nilijua mpabaya ndio maana mimi nateta naye. Na ye lazima nipatane naye. Mimi siwezi patana naye yule ni msagaji. Kuna wanawake maskini wampigwa vita kwa tabia hizi. Hazijengi za vunda, hata rafiki pia wakosa. Labda umpate mwenzako mwenye jinsia moja katika kitendo hichi. Ukimpata msagaji na wewe ukiwa msagaji, amwalingana. Ndio sasa saga nkusage. Mutakuwa sasa mfanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na watu pia hawayapendi. Seuze rohani atayapendapi? Atayapendapi mambo haya? Huyu ni shetani ambaye
huwafanya wanawake wakawa na tabia za msagano, yani msago. Vile vile katika mabaya anayoyafanya jini shetani ni kupenda kumweka mwanamke uchi. Katika mabaya anayoyafanya jini shetani ni kupenda kumweka mwanamke uchi. Uchi mshaelewa. Uchi uko sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni hijabu kwa mwanamke. Shaelewa? Mwenyezi Mungu amemuumbia mwanamke stara mbili. Stara ya kwanza astirike kwa hijabu ya mume, viungo vyake vote visionekane isipokuwa uso na vitengele vya mkono. Sasa utawaona wanawake wa leo, si uso tu na vitengele vya mkono, manyele yako wazi, chaelewa, vifua viko wazi, mapaja yako wazi, yani wafanya fashion show ambayo hawajaikwa kwenye nini, kwenye mashindano ya mapambo. Wao si miss fulani. Yale mashindano ya kina miss duniani, yeye ajitia bila kulipwa. Maana yake yeye ajitembeza, ajiuza na ajitangaza, wakati yeye si nani, si Miss World. Sasa yule mwenzake atoa viungo vyake avitangaza, akijitaka kwa yeye ni nani, akiwa yeye mwanabiashara wa viungo. Yeye aonyesha maumbo yake kwa kila mtu, si sifa, si nkura, si ncheo. Lakini wewe mwenzangu sasa, hauko kwenye misinani wala misinani. Waweza kuwa watembea uchi, umvaa nguo ambayo paka ndani waonekana kila kiungo. Hujistiri wewe kwa buibui na hijabu. Ukitembea huvai swale ndefu ya ndani ya kukuzuia wewe ukikaa kombo mbele za wanaume, kwa na mguu mmoja juu mmoja uneka chini, kiungo chako kisionekane. Na kuna makazi, mabiashara ambayo yale ya watu namna hiyo. Yani wewe ukivaa nguo za kustirika hufai kwenye hiyo biashara, utatolewa. Wewe watakiwa uvae nini? Uvae skin tight au uvae viblouse vya kufika juu ya goti, nusu ya goti. Au uvae vinguo ambavyo mbepesi vya kuonyesha umbo lako kwa ajili ya kumletea biashara mwenye mali au tajiri wa hiyo kazi. Sasa hawa matajiri ukitaka kuwaeza wakuandike kazi haraka, muende kwa mwenendo huo. Utaona yeye mwenyewe pia ashakutaka kwenye biashara. Sasa atakuandika kazi mbio mbio kwa sababu ataka nini? Aifaidi hiyo biashara ya mwili wako. Si kazi tu kwa atakulipa mshahara umtizamie mali yako au duka lake. Pia wewe umburudishe yeye kwa viungo vyako. Alikuja binti mmoja kwangu akanambia ninakuja unipe talasimu ndekatafute kazi kwa boss. Leo ndo tena kwenye interview. Lakini vile alivyokuwa mvaa, kamwambia sasa mbona mvaa hivyo? Anambia waona sipovaa hivi bado tatukuliwa. Situkuliwi kazini mpaka mvae hivi. Yani ilikuwa viungo vyake vya mwili vyote viwazi. Na alipokwenda kwenye interview, kama alivyosema mwenyewe, alishinda. Katika wale watu 20 waliofanywa interview, yeye alitukua namba 1. Kwa nini si tukua namba 1 na bosi anaona nini? Hapa ndio mahali ambapo jini shetani aweza akakupa cheo, akakupa kazi ikiwa wewe utamtii. Lakini atakupa na kazi ya pili. Hata kama huyo bosi si mumeo, pia umridhishe kwa litakalo, uwe wewe ni mfanyikazi kisha ni mke wa nje ya ndoa. Sasa utaona mabosi wengi maofisi walala na hawa wafanyikazi wao masekretari. Hawa wafanyikazi wao ambao wewe uniandika kazi unipe mshahara nifanye jasho langu, au uniandika kazi baada ya jasho langu kunipa pia unipe jasho lako. Watu wapo majasho mawili siku hizi. Mshahara huu na mimi pia raha hii. Maskini saa nyingine mabanati zetu, watoto wetu wa kike,
mamama zetu, dada zetu wapitia mitihani. Saa nyingine mtu akiangalia haezi asi akakataa nini? Riziki. Akikataa kile kitendo cha bosi ya kesho, wewe usije kazini na bahasha yako hii tushamalizana, nishakufuta kazi. Lazima aridhike. Saa nyingine hata si hao mabosi, ni wale walioko pamoja na bosi kazini. Bosi akiwa mwenye ofisi ana watu waajiri, sijui supervisor, sijui nani, wale ndio wabaya sana. Utumia nafasi hiyo kwa wewe, mimi nitazungumza na bosi upate promotion, nitazungumza na bosi wewe sijui mkubwa, nitazungumza na bosi upandishwe mshahara, lakini kubali kuwa wangu wa siri, wa kichochoroni. Na vile vile paka na mimi uniondeshe, ni ujue mwili wako ladha yake ya kukua kienyeji au grade. Sasa kuna wanawake wakisikia kuna cheo, kuna mshahara utaongezwa, kuna siji bosi atakusifu, utapewa sijui prize aya, kwa mwaka huu wewe ndio mfanyikazi bora. Ubora wa tupu bwana. Antoa tupu yake ndo akapewa number 1. Apigwe makofi na wafanyikazi wenzake, kwa yeye ni mfanyikazi bora. Ni bora kweli, si bora kidogo. Sababu antoa kitu wenzake hawajatoa. Na mambo kama hayo makazini, watu wapata tabu maskini. Watu wateseka. Saa nyingine hawana njia za kujitetea, yabidi mtu aridhie na afanye siri, alikubaliane nalo hilo. Kuna watu ambao wana waume pia wanaolewa, wafanya makazi. Saa nyingine wapitia mitihani kama hiyo, ni ukatae, ukaina shari kazini, ni ukubali, basi upate hizo prize aya. Uambiwe wewe mfanyikazi bora. Kwa kuwa uchi, lakini kwa bosi wako ashaiona tupu yako. Yeye si mumeo. Sijui masupervisor wako washaiona tupu yako, na wao si mumeo. Na vile vile kazini wewe wavaa vibaya kuliko wafanyikazi wote. Hakuna kisichojulikana ndani ya mwili wako. Kwa hivyo wewe ni mfanyikazi bora. Wauweka wazi uchi wako, waufunua, na vile vile waufanya advertisement kwa watakao apply nafasi za nini, za kuingilia uchi wako. Sasa hapa ni mwanzo wa umalaya. Mwanamke akianza kutembea uchi, kwa sababu jini shetani ashamtia mawazo hayo na akili hizo, basi atakuja kuwa hao wanaoitwa malaya. Sasa naambie, malaya utamtukano gani liwe mtukano? Malaya utamtukana tukano gani liwe mtukano? Kadiri utakavomtukana malaya hujamtukana. Hakuna anayemkinaisha tusi malaya. Malaki mpaka umwambie umalaya wanasaba yake, na wewe huijui. Wewe malizikia tu neno malaya, nasaba ya umalaya wake huijui. Huwezi mkamilishia tusi malaya, na malaya ana matusi. Allahu akbar. Kweli yeye anajini shetani. Kweli anajini shetani. Watu wawili usijaribu kutukanana nao katika hii dunia. Usitukanane na malaya, utajuta kuzaliwa. Usitukanane na shoga, utajuta kuja duniani. Hawa watu wana factory ya matusi. Matusi yao wao hawapewi wala hawa nini, hawafundishwi kwa mashairi. Wana mtambo wa kutengeza matusi, na hujua yatoa wapi. Labda utasalimu amri, ukubali kuwa wewe ndio unshindwa. Haya ni katika madhara ya jini shetani. Wasikilizaji wangu, vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, popote mliko duniani, huyu ni mwovu wa viumbe. Jini shetani amekuja kuwaharibia waume na wake katika mazuri ya miili yao na mazuri ya vitendo vyao. Tujiepushe naye. Inshallah tutaendelea kipindi chetu hichi kesho inshallah asubuhi saa 3 mpaka saa 4. Tutazidi kumsoma jini shetani kabla ya kuja kumsoma jini rohani.
Na waaga kwa mkono wangu huu wa Mzimle nikisema sauti ya Mzimle ni yenu na sauti ya Mzimle ya wapenda sana popote muliko. Shukran wa jazakallahu khair, usiku mwema. Sina budi kushukuru Station TV ya Mzimle inaoniweka angani hivi sasa mkanisikia sauti yangu. Khadija Abdallah Mwinyi, Program Manager, Safia Ali Ahmed, Chief Engineer, Zainab Yusuf Othman, Director wa kipindi hichi, Evans Abusolo Juma, Managing Director wa kipindi hichi, na vile vile Mwana Hamisi Muhammad Guyo, mtayarishaji wa mavazi yangu. Nikiwaaga nikiwaambia na furaha ya kutosha katika kipindi changu kuwa pamoja na malikati wangu na mwanawe. Asanteni sana. Shukran.